na kuletea simulizi ya paka na mbwa wasaliti. Hii ndio jina la simulizi yetu ambayo tutakwenda nayo siku ya leo. Kumbuka ukitembelea katika peji yetu hii utakutana na simulizi mbalimbali ambazo tumekwisha zifanya tangu kuanzishwa kwa channel hii. Sasa paka na mbwa wasaliti, hii ndio simulizi ambayo tutaenda kuisimulia siku hii hapa ya leo. Sasa tuanzie mwanzo kabisa. Paka na mbwa wasaliti. Familia ya Manase ilikuwa na utamaduni wa kufuga mbwa na paka tokea enzi na enzi. Paka na mbwa walifurahia kuishi maisha na binadamu wa familia hile ya Manase kwa miaka yote. Mzee Manase alibarikiwa kuwa na mke na watoto wengi wa kwake na wengine wa ndugu zake. Aliishi nao kwa furaha muda wote na kuwafundisha kuwapenda wanyama na kuwatunza na kuwalisha vizuri sana. Huo ni usia wa mzee Manase siku zote kwa vijana wake. Kila mmoja katika familia kwa miaka yote alishiriki kufuata maagizo ya mzee Manase, na paka na mbwa walimpenda kila mmoja ndani ya familia hii na kuwa kama rafiki yao. Paka na mbwa walipewa chakula cha kutosha muda wote, licha ya nyumba ile kutokuwa na hatari yoyote ya wezi au vibaka kwa miaka mingi. Hata panya nao hawakuwemo ndani, lakini urafiki wa familia ile haukuangalia kuwa hawa wanyama hawana kazi katika nyumba hii, basi tuwaondoe, ila walifurahia kuwaona wakiwa karibu yao kama familia. Miaka ilipita, mzee Manase alifariki. Huzuni si kwa binadamu tu wa familia yake, bali mpaka wale mbwa na paka ambao tayari na wao walizaliana na kuwa wengi katika nyumba ile. Huzuni ilitawala kwa muda, na baadaye maisha yaliendelea na upendo pia uliendelea baina ya ile familia na wanyama wa kufugwa wakiwemo paka na mbwa. Miaka ilipita. Siku moja Mary, mtoto wa Manase, alishangazwa kuona paka watatu wa nyumbani kwao walikutwa wanakula nyama mbichi. Jambo hilo lilimstaajabisha Mary, mtoto wa mzee Manase. Alishangaa sana na kujiuliza, mbona hawa hawajazoezwa hivi, imekuwaje leo? Mary alishangaa, akamfuata dada yake kumuuliza nini kimetokea, hawa mbwa wanakula nyama mbichi. Alipofika alikuta familia nzima yenye watu 13 imekusanyika, ina huzuni, wengi wanalia. Wanasema paka wamemuua mdogo wetu, hizo damu unazoziona ni hawa paka. Mary alihuzunika pia, akatokwa na machozi. Mary akakasirika kutaka kwenda kuwaua. Familia ile ilimwambia, tusifanye hivyo, ni kazi ya Mungu, hatujui nini kimewafanya hivi, ngoja tufanye uchunguzi. Haikupita muda wa siku nyingi baada ya lile tukio, Mary alipokuwa amelala akakuta paka wote wamemjia chumbani na kutaka kumzuru. Alipambana nao na familia ikaja kumsaidia. Licha ya kukwaruzwa vibaya, walifanikiwa kuwadhibiti paka na wakakimbilia nje. Nyumba ya mzee Manase ikaanza kuwa ya moto. Hakuna amani tena kama zamani, enzi za mzee Manase. Mbwa na paka walioishi nao kwa upendo wamewageuka. Ilikuwa ni simanzi kwenye familia ya mzee Manase. Hawa mbwa paka wamekutwa na kitu gani? Basi wakamtafuta daktari wa wanyama
aje awaangalie na kuwafanyia uchunguzi mbwa wale. Daktari alikuja kujua shida. Alipowachunguza akagundua mbwa wale na paka hawana shida yoyote, ila akashauri wapewe dawa ya kuua vimelea mbalimbali vya magonjwa mbalimbali. Alipomaliza, daktari akaondoka zake. Usiku ulipofika, familia ikiwa bado na wasiwasi, haikuwafungia nje madirisha wala paka walilala nao ndani, kwa kujua pengine daktari ametibu tatizo lilokuwa likiwasumbua la hivyo vimelea. Usiku ulikuwa wasiwasi, lakini kulikucha salama. Usiku ulikuwa wasiwasi sana, hasa kwa Mary, lakini kulikucha salama. Familia iliulizana kila mtu yuko salama, na hatimaye wakajibizana kwamba kila mmoja yuko salama. Hakika walifurahi na wakahisi huenda tatizo limetokomea. Muda wa wiki kupita, mbwa na paka wakamshambulia Abeli na kumjeruhi mno. Bahati nzuri alikuwa na rafiki zake nyumbani. Alikuwa na rafiki zake katika chumba cha kujisomea, hivyo walimsaidia na kuwapiga wale mbwa. Abeli alipoenda hospitali alieleza kilichotokea na wakampa dawa na kutibiwa majeraha yake, lakini daktari aliwashauri huenda mbwa wale wana shida na ni vyema wakawaita watu wa maliasili kuwaua wale mbwa. Familia iliandaa mkakati wa kujadiliana juu ya ushauri wa dokta wa kuwaua wale mbwa na paka. Mabishano yalitokea kwenye familia. Wengi walikubali, wengine walikataa. Mary na Abeli na Burito, watoto wa Manase, walisema mbwa na paka hawa tunawalisha na tena wanatuumiza. Wameua mdogo wetu, hatujui nini watafanya kwa wengine. Basi Mary alisema, tizama makovu haya, wameniharibia urembo wangu. Mary aliongea kwa uchungu mno. Abeli naye alisema, sisi tumenusulika leo kwa msaada, hatujui mtu atakayekosa msaada itakuwaje. Abeli alisema kwa uchungu pia. Dada wa mzee Manase alisema tuendelee kuwa waangalifu tu, akaondoka zake katikati ya kikao. Kumbuka dada huyu wa mzee Manase ni shangazi yao na wakina Mary, Abeli au watoto wa familia hii wanamuita shangazi. Basi bana, siku zikapita. Daktari wa wanyama alikuwa akifundisha kwenye runinga, akasema wanyama wa kufugwa si vizuri kupewa vitu vyenye damu. Ni vyema mkawapikia, maana wakizoea damu inawabadilisha akili zao na kuanza kupenda vitu vyenye damu. Ushauri ule uliwaingia watu wa familia hile, ndipo wakakumbuka kuwa mbwa na paka hawa hawajawahi kuwinda panya wala sungura. Kila siku wanakula vyakula vilivyopikwa na wote. Ana mtaalamu wa kompyuta kwenye familia hii aliingia chumba cha CCTV kamera, akafuatilia siku chache kabla ya mdogo wao kufariki. Nini kilitokea kwa wanyama? Anamuona shangazi yao ambaye ni mgeni aliyetoka kijijini akiwapa nyama mbichi mbwa, akasema huyu ndiye aliyefanya makosa, lakini tusimlaumu, pengine hakujua kuwa ni makosa. Basi mpango wa watu wachache kwenye familia ulikuwa ni kuanza kuwaua wale mbwa na paka. Abeli na Mary na Ana walitengeneza namna watakavyo waangamiza mbwa na wale paka. Shangazi alipinga, akawaambia msifanye hivyo. Kaka yangu mzee Manase alipenda sana mifugo na hasa mbwa, hii ni tokea utotoni mwetu.
Basi maneno yale yakawaingia vijana, wakamheshimu shangazi yao na kumheshimu mzee wao ambaye tayari alitangulia mbele ya haki, na wakakumbuka namna alivyokuwa akiwapenda mbwa hao na paka. Ni kumkosea na mbwa na paka wengine nilimpa mimi, sio vizuri kuwaua, ni maneno ya shangazi. Basi na wao kwa kuwa waliwapenda wale wanyama, wakajisikia vibaya kuangamiza wote. Siku 2 zikapita. Shangazi alipokwenda kununua mahitaji, alirudi na mboga, akawaonjesha tena wale mbwa na paka nyama mbichi. Hiyo ikawa tena ni makosa, ni kama aliwachochea. Wiki nzima watu wa nyumba ile walijifungia vyumbani. Nyumba ikawa chungu na wengine walijeruhiwa. Shangazi yao hakudhurika kabisa, na wengi walijiuliza kulikoni mbwa na paka hawakumgusa. Wakagundua chakula alichowabadilishia wanamuona rafiki yao, si adui yao kama sisi. Abeli alizungumza na Ana. Familia ya mzee Manase ilitawanyika pale nyumbani, maana hali haikuwa shwari. Kuwaua wameona wasiwaue wale mbwa na paka, wakiwa na imani huenda watawabadilisha. Haikupita muda, shangazi alijisahau na yeye siku moja akawapatia chakula. Haikupita muda, shangazi akiwa amesalia mwenyewe katika nyumba hile, alijisahau na yeye siku moja akawapatia chakula cha kawaida kisichokuwa na damu. Hiyo ikawa ni makosa kwa shangazi. Mbwa na paka walimjeruhi wakamuua, kwani waliona hana tofauti na wale wengine. Kwa nini anabadilisha chakula? Nyumba ya Manase ikabaki na mbwa na paka. Hali ikawa ngumu kwa wanyama wale, hakuna wa kuwahudumia tena pale nyumbani. Wakakumbuka na wao maisha ya nyuma. Ghafla ukazuka ugomvi na mapigano makali ya paka na mbwa. Wakaanza kuuana na kulana wao kwa wao. Abeli alipokuwa akiishi, aliwafurahia mbwa wa kule ugenini. Alipokuwa utulivu wao, akauliza tabia zao, basi aliambiwa ni nzuri. Akakumbuka zamani na wao kabla ya wanyama wao hawajawabadilikia waliishi vizuri. Leo hii wako ugenini ni kwa sababu ya mbwa. Sasa Ana, mtaalamu wa kompyuta, kupitia CCTV kamera za nyumbani kwao, alikuwa akifuatilia matukio yote kwenye simu janja na hakumwambia mtu yoyote kile anachokiona, bali alifurahia kuona mbwa na mapaka wamekulana wao kwa wao, mpaka kabaki mbwa mmoja, na yule mbwa mmoja baada ya muda kupita alikufa. Nyumba ilikuwa kimya na utulivu. Ana aliwaambia ndugu zake, walikuwa pamoja na wengine, walikuwa wameenda nje ya mji. Akasema, nyumbani kwetu hali ni shwari, twaweza rejea. Wakamuuliza, umejuaje? Umezungumza na shangazi? Akasema, mbwa wamemuua shangazi, lakini mbwa wamemalizana pia wao na paka. Walirudi nyumbani kwa furaha. Walivunja mlango kwani shangazi walirudi nyumbani kwa furaha walipovunja mlango, kwani shangazi hadi anafariki ndani yeye ndiye aliyebaki na funguo zote za nyumba. Walikuta mafuvu na mifupa ya mbwa, paka na ndani shangazi yao akiwa amefariki. Walilia mno. Hawajamzika kwa heshima zote shangazi yao kama walivyomzika baba yao.
lakini wengine wakasema shangazi ndiye aliyesababisha haya, sisi kutangatanga kwa kuwalisha mbwa chakula wasichozoea. Familia ya Manase ilirejea sawa, lakini hawakutamani tena kufuga mbwa wala paka. Na hapo ndipo mwisho wa simulizi hii. Iliandikwa na waandishi wetu kutoka kampuni ya Jumba la Sanaa, Unyakyusani Empire. Endelea kufuatilia ukurasa wetu huu kwa stori na simulizi kama hizi. Lakini tukujuze, kuanzia Disemba tutaanza kudondosha filamu harisi, tamthilia za kusisimua kama hii ulioisikiliza kwenye story hii. Subscribe, share, like ukurasa huo ili usionapitwa na mambo mazuri kama haya. Tuandikie chini nini umejifunza kupitia story hii ya mbwa na paka wasaliti.